ufalme wako juu yao. Rika yando roboshika Jehova, rika yanda ramazaka babozia, rita sata la babotika Jehova, rika yando robotika Jehova, zaka yanda la babotika Jehova, rika yanda la babotika Jehova, zaka yanda robosika Jehova. Siku ya leo Bwana wa majeshi, onekana na uhusike katika maisha yetu. Tunakuthamini, tunakupenda, tunakutaka wewe na nguvu zako. We love you Lord. Reka yando robosika bayande, reta sata la babosika Jehova. Bwana wa majeshi, mfalme mwaminifu na Mungu mtakatifu, tunakupenda, tunakuabudu, tunatangaza wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Bwana wa mabwana. Tutatiisha kila falme kati chini ya miguu yako. Tutangaza kwa anga zote Bwana wa mabwana ya kwamba wewe ni Mungu, utaonekana, utaguzika Jehova. Rika yando robotika Jehova, shaka bakato robotika Jehova, rika yando robotika Jehova, zaka yando robotika Jehova, zika yando robotika Jehova, zaka yando robotika babushaka, zita la babuzaya, rika yando robotika Jehova. Tunakudhamini Roho wa Bwana, tunakupenda, tunakutaka wewe na nguvu zako siku ya leo. Onekana, guzika katika maisha yetu. Reka basoto lobozika Jehova, reka yando lobotika Jehova. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe mfalme wa falme? Rita seta la babotika Jehova, rika yando lobotika Jehova, zaka yando lobotika Jehova, zaka yando lobotika Jehova. Tawala Roho Mtakatifu wa Bwana, tawala Roho Mtakatifu wa Bwana, tawala, chukua ushukani. Tukupa madhabahu haya, tunatamani utunene, tunatamani ushirika nawe Roho Mtakatifu wa Bwana, tunatamani kusikia kutoka kwako, tunatamani nguvu zako ziguzike na zionekane kwetu. Bwana wa majeshi, mfalme mwaminifu, tusaidie siku ya leo, tuhekimishe Bwana wa mabwana, tunaemeshe mtakatifu wa takatifu. Tunakudhamini, tunakutaka wewe Bwana. Reka zata la babotika Jehova, leta sata la babozika Jehova. We love you Lord, we exalt your holy name. Asante Bwana wa mabwana, asante mtakatifu wa takatifu. Roho wa Bwana, tunene sote tuko hapa Bwana. Wale wanaotutazama, wacha Bwana wa mabwana sauti yako ikawa wazi kwao, kwa utukufu wa jina lako Kristo Mwokozi wetu tunaomba, amen. Bwana asifiwe, Bwana atukuzwe. Karibuni sana katika ibada yetu siku ya leo, ikiwa ibada yetu ya kwanza, na shukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Siku ya leo ni siku ya tofauti kwetu, na ni siku naamini Mungu wetu, Baba wetu wa mbinguni anayetupenda ataonekana kwetu kwa njia tofauti. Furaha ya moyo wangu ni ya kwamba utafungua moyo wako na Bwana ataonekana na atagusika kwa maisha yako. Haleluya. Na itakuwa siku nzuri ya baraka. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mwezi huu, mwezi wa ushindi, na ninaamini ya kwamba Bwana anatupa ushindi usio wa kawaida ili jina lake litukuzwe. Bwana asifiwe. So fungua moyo wako kwa Bwana, na ninaamini ya kwamba Bwana ataonekana kwa maisha yetu. Nashukuru kile Roho Mtakatifu anafanya siku ya leo, na itakuwa siku ya tofauti kwetu kama madhabahu. Bwana asifiwe. Kuna kitu Bwana ameweka ndani yangu. On Friday baba yangu alikuwa anatunenea, akatuambia promises don't make sense. Mungu, promises za Mungu akikuahidi sometimes huwa zi make sense. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unajiulizaga, kuna vitu zingine hata ukipiga mahesabu vile ziko, unashindwa zinaweza aje kuja kwako. Bwana asifiwe. Imagine Abraham akiahidiwa mtoto,
mzee wa 75 years. Bwana asifiwe. Hivyo na anarudi anakaa another 25 years, bado Mungu akisimama na promise yake, ati nitakubariki na mtoto, wewe utaitwa baba wa mataifa. Bwana asifiwe. Uzao wako utakuwa kama nyota. Unajua, unaweza ambia kijana hivyo na ionekane ni kama ina make sense, sawa, lakini kwa mzee na hata anaona mama mke wake vile ilivyo, si kawaida. Bwana asifiwe. Imagine Zakaria aliyekuwa mzee na alikuwa kuhani, amekaa kwa madhabahu kwa muda mrefu. Yeye alikuwa right, mke wake alikuwa sawa, wote walikuwa sawa mbele za Mungu, lakini hawana mtoto. Mungu anakuja anamwambia utapata mtoto. Ahadi zingine zinakaa hazikai kama zita make sense hata kwa watu. Kikuja kuambia watu Mungu ameniambia katika huu mji kutakuwa na ghorofa kubwa sana na ni mimi nitaiona. Watu wataanza kukuquestion, itajengwa lini? Bwana asifiwe. Itajengwa lini na itafanyika aje? Na unakuta ya kwamba almost everything ni kinyume. Bwana asifiwe. Lakini ahadi ya Bwana huwa make sense. Bwana asifiwe. Ahadi ya Bwana huwa make sense. Na kwa hivyo kama kuna kitu ambacho ningetamani tufanye ni tuelewe ahadi. Bwana asifiwe. Lakini kitu kimoja nilikuwa ninajiuliza, hakuna kitu kigumu kizito kama Bwana amekuahidi mavuno na haukupanda. Si aliahidi wana wa Israeli akawaambia mtavuna mashamba hamukupanda? Si ni neno la Bwana? Si aliwaambia mtakaa manyumba hamkujenga? Si ni Mungu? Sasa ahadi zingine kwa mwanadamu zinaweza kukosa ku make sense. Bwana atukuzwe. Ahadi zingine zinaweza kukosa ku make sense, lakini kwa kwetu hazi make sense, lakini kwa Mungu zina make sense. Haleluya. Anakuahidi mtoto na unaona kabisa hali yangu haiwezi make. Ni watu wangapi nimekutana na wao, nasikia mtu anakuambia, hata wengine nimesikia wakitoa testimony kwa madhabahu ya baba yangu, nilikuwa nimetolewa uzao, tumbo ya kuzaa, nilifanywa operation nikatolewa, lakini nikawekewa mikono na nabii wa Bwana, ndio huyu mtoto. Bwana atukuzwe. Haleluya. Hiyo leo ninaamini ya kwamba Bwana ni mwaminifu na ninataka tuongelee kuhusu mavuno. Bwana asifiwe. Nataka tuongelee kuhusu mavuno na ninaamini ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tupate mavuno. Hakuna kitu kinafurahisha mtu si kupanda tu kama mavuno. Bwana asifiwe. Unajua tunaweza kufurahishwa sana wakati tunapanda. Hata wakati unapanda mbegu yako kwa madhabahu inakuwa kitu kizuri, lakini hakuna kitu kinalete ukamilisho, certification kama harvest. Bwana atukuzwe. Wakati unaanza kuona mavuno in your family. Bwana asifiwe. Ukiwa mama unasema niliombea watoto wangu, nimeanza kuona mwelekeo wameanza kuchukua. Ninashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Leo mamangu tuko wengi. Bwana asifiwe. Lakini ninasikiaga akiwa na furaha akiongea kuhusu kile alituombea. Anasema unajua nilikuwa ninawaombea mpaka Mungu akaniambia wote mtafanikiwa. Yaani wakati mama yangu naenda unamwambia uko na kitu hiki, hata kama ni kidogo, yeye huwa ana nafasi ya kushukuru Mungu kwa sababu ameona mavuno kwa watoto wake. Bwana asifiwe. Leo hii hakuna kitu kizuri kama mimi mtumishi wa Mungu nikiwa katika madhabahu haya nikisikia kutoka kwako testimony ya kile Mungu amekufanyia. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikisikia kile Mungu anafanya
nikisikia ushuhuda wa mambo mengi ambayo Bwana amekufanyia, nikisikia unapata mavuno, hakuna kitu kizuri. Haleluya. Na hakuna kitu kizuri kama leo hii tukitoa testimony, kuna mahali tumetoka, kuna mahali tuko. Imagine kama mimi nilienda kwa baba yangu Pastor Alf na nikose mavuno, na amesema nimekubariki, enda ukavune. Nitoke hapo, mwezi wa kwanza uishe, mwezi wa pili uishe, kutoka hakuna kitu kinabadilika. Nirudi kwake nimwambie hakuna kitu kimeshawahi fanyika. Unafikiria baba anaweza kufurahi? Kuna baba anaweza kufurahi kweli? Leo ninaomba ya kwamba ukaweza kuwa na mavuno, na nikakuja kuelewa ya kwamba hakuna kitu kizito kama Mungu akikuahidi mavuno mahali pia haukupanda. Maana ni Mungu mwenye nguvu zote, na ni Mungu anatujua na anatujali. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine Mungu atakwambia upande hapa, na atakwambia atakupeleka kwingine kuvuna. Bwana asifiwe. Mungu hata kupeleka tu pale ulipanda. Leo Mungu anaweza kukudirect upande katika madhabahu haya, lakini atakutuma uvune hata katika miji mingine. Kwa sababu gani? Yeye ndiye anajua mavuno yake yako wapi. Hivyo mimi ninajua ya kwamba kuna mambo makubwa ambayo pengine haukuyatarajia, mengine hata hujawahi yaongea, hata pengine mengine hata hajawahi yaongea kwako hata kwa njia ya kinabii, lakini ni mavuno anayaandaa kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninaangalia wakati mmoja Yesu Kristo alienda, tunajua hii hadithi ya mwanamke Msamaria, na alipokuwa akiongea na mwanamke Msamaria, mitume walikuwa wameenda kutafuta chakula. Bwana asifiwe. Na alipoomba mwanamke Msamaria maji, wakabishana na wakaongea, mwanamke Msamaria akasema, hakika nimetambua wewe ni nabii. Haleluya. Haikujalisha, na iliendelea. Mitume walipokuja, kuna kitu walishtuka. Maana walipoingia tu walikuta yule mwanamke na chombo chake cha kutekea maji, lakini hawakujua ni nini yameongeleshwa na Yesu. Akakiacha akaenda Samaria. Bwana atukuzwe. Akaingia katika mji, na alipoingia katika mji kwenda kuambia, kujeni muone mtu ambaye nimemuona, na hakika nimemuona, huyu ndiye Mesia. Bwana asifiwe. Mwanamke ameenda kuhubiri, lakini kuna maneno Yesu aliongea. Ningetaka tuanzie verse 34. Hapa ni Yesu, mitume wanamuuliza, kwani hukuri? Yesu kuna kitu alisema. John chapter 4. Yohana 4. Hii ndio inakuwa hapa kwa madhabahu, so ninafikiria tunajua sisi wote. John chapter 4. Tutasoma kuanzia 34. Yohana sura yake tusome. Lakini Yesu akawajibu, chakula changu ni kufanya mapenzi ya Mungu ambaye amenituma na kuikamilisha kazi yake. Je, ninyi hamsemi bado miezi minne tuvune? Inueni macho yenu muyaangalie mashamba jinsi mazao yalivyo tayari kuvunwa. Mvunaji tayari anapokea mshahara wake, naye anakusanya mazao kwa ajili ya uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wafurahi pamoja. Hivyo kule kusema mmoja hupanda na mwingine huvuna ni kweli kabisa. Niliwatuma mkavune mazao ambayo hamkupanda. Wengine walifanya kazi ngumu, nanyi mmevuna faida ya taabu yao. Wasamaria wengi katika mji ule wakamwamini Yesu kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanamke alipowaambia kwamba
ameniambia kila kitu nilichotenda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuone kuhusu Yesu akiongea haya maneno. Bwana asifiwe. Kuanzia verse 35. Si anaongea kuhusu kuvuna. Hallelujah. Amen. Anasema wakati wa kuvuna. Mnasema wakati wa kuvuna ni kama miezi 4. Hallelujah. Amen. Na wakati wa kuvuna unapofika, kama sasa alikuwa anasema ya kwamba wakati wa kuvuna umefika, na mimi ninajua ya kwamba wakati wetu wa kuvuna umefika. Ni kweli haimake sense kwa watu wengine, wanajua ya kwamba kuvuna tu ni wakati wa mwisho wa mwaka, kuvuna mahindi, kuvuna nini, lakini mimi ninatangaza in the spirit, tuko katika mwezi wa mavuno. Amen. Haimake sense, lakini mimi ninatangaza katika maisha yetu ya kwamba tuko katika na wakati wa kuvuna. Na kama tuko wakati wa kuvuna, ni wewe na mimi tuvune. Bwana asifiwe. Anasema kuna yule ambaye huvuna hupata mshahara. Bwana asifiwe. Na yule hupanda pia hupata mshahara. Anasema mnavuna kule hamkupanda. Hallelujah. Ni mapenzi ya Mungu. Anasema kuna wengine walifanya kazi ngumu. Kuna wengine walifanya kazi ya chimbua shamba, kutayarisha shamba. Sasa mimi nimewaita wakati wa mavuno. Hallelujah. Na hata nikwambie, wakati mwingine mpaka watu huogopa wakati wa mavuno. Ukiambiwa enda kwa lile shamba, tuseme shamba la ngano, uambiwe enda katika lile shamba la ngano, na hilo shamba la ngano uvune upeleke kwako, utaona kama mwenye anakuambia hivyo anakuchezea, si kweli? Kwa sababu hai make sense. Si kupanda, si kuwa pale wakipanda. Lakini imefika aje sasa ninaambiwa nivune na nipeleke mavuno kwangu. Wacha nikwambie, kama kuna kitu ambacho adui angetaka wewe usifurahie ni mavuno. Kama kuna kitu anaweza taka sana uishi katika kung'ang'ana, lakini si katika mavuno. Bwana asifiwe. Vita vikubwa ambavyo viko ni vita vya mavuno. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, ninakwambia kwa neema ya Bwana ya kwamba tunaingia katika mavuno. Bwana asifiwe. Tunaingia katika mavuno na Bwana atatusaidia. Maana kuna wenye wamefanya kazi, na huyu Mungu anayesema ya kwamba wakati wa mavuno ni wakati wa kulipwa. Bwana asifiwe. Na yule ambaye alipanda na yule aliyevuna, anayevuna wanapata thawabu. Bwana asifiwe. Kuna kitu wakati unaingia katika mavuno kinamletea Mungu utukufu. Mungu aliyeanza hiyo kazi hata kama haukuwa, huyo Mungu aliyeandaa hayo mazao, huyo Mungu alijua ya kwamba kuna mwana ninatayarisha, siku moja atakuwa hapa na atakuwa na mavuno. Bwana asifiwe. Mimi siko hapa Tumaini kwa bahati. Aliyeandaa mavuno, aliyejua siku moja ataniandaa, ananiandaa ya kwamba nitakuwa mmoja wa watenda kazi pamoja na yeye katika mavuno. Yeye aliyesumbuka pale msalabani alijua siku moja utakuwa na mavuno. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba kuna mavuno Bwana ametayarisha kwa ajili yetu. Haleluya. Yaani Yesu alipoangalia mitume hivi wakimwambia kula, tulikuacha na njaa, lakini tumekuta tu mwanamke hapa, na mwanamke ametuona amekimbia, hata hatujui ni nini kinaendelea. Lakini Yesu alianza kuambia, walipokuwa wanamsukumilia akule chakula cha kawaida, akamwambia chakula changu ni kufanya mapenzi aliyenituma. Bwana asifiwe. Na akawaambia ni vizuri kuelewa wakati wa mavuno. Kanisa tunaweza kumtafuta Mungu, kanisa tunaweza kuishi kupanda, lakini wakati mlango wa mavuno umefunguka, unakuta watu wanaondoka. Haleluya. Watu wengi huondolewa wasipate mavuno. Watu wengi huwa wanajidisconnect na madhabahu yao, adui anawaondoa tu wasipate mavuno. Mtu alianza na akapigana na anajua kuna vitu nilifanya,
kuna mambo nilipigana nayo. Bwana asifiwe. Lakini unakuta ya kwamba anabadilisha, anafanya, yani mtu ambaye alikuwa ingie tu katika pumziko lake anafanya makosa wakati wa mavuno. Bwana asifiwe. Leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo, si Bwana atupiganie, si Bwana atutetee. Haleluya. Si Bwana aonekane katika maisha yetu. Tunataka mavuno. Bwana asifiwe. Ninakuandaa kwa sababu ya mavuno, kwa sababu kuna mahali utaingia, kuna pumziko utapata wakati mavuno yataletwa mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ninakuandaa kwa ajili ya mavuno. Ninatamani ya kwamba kila mmoja wetu atakata kauli ya kusema, huu ndio wakati niliokuwa ninagojea wa kupata mavuno. Bwana asifiwe. Huu ndio wakati nilikuwa ninagojea, wakati Mungu na Baba yangu atatukuzwa kwa sababu ya mavuno. Bwana asifiwe. Hebu tusome hiyo verse 36. Mvunaji mvunaji tayari anapokea mshahara wake, naye anakusanya mazao kwa ajili ya uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wafurahi pamoja. Amen. Bwana asifiwe. Yeye apandaye na yeye avunaye wafurahi pamoja. Yes. Wakati wetu wa kufurahi pamoja na Kristo umefika. Amen. Aliyepanda na akasema siku moja kuna mtu atavuna zabibu hakupanda. Haleluya. Kuna mtu atavuna zabibu hakupanda. Kuna mtu atakaa nyumba hakujenga. Kuna mtu atakuwa na mashamba hakuyanunua. Nisikie, hayo ndiyo mavuno ninatangaza, ya kwamba ni mapenzi ya Baba yako afurahi na wewe ufurahi. Haleluya. Aliyepanda, aliyewaweka, maandiko inasema ya kwamba ameweka utajiri wa wasio haki kwa ajili ya walio haki. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo kuna wakati nafikaga anataka wenye haki wavune, ama aingize, achukue utajiri wa wasio haki awapatie wenye haki. Bwana asifiwe. Lakini kama mwenye haki hataelewa, Bwana asifiwe, kama mwenye haki hataelewa, atajiondoa, atafika mahali tu atakuwa comfortable, hataelewa kile kinafanyika. So mwenye asiye haki ataendelea kuwa na utajiri ambao Mungu anataka kufurahi ukiwa kwa mikono ya wenye haki. Bwana asifiwe. Maana neno la Bwana limetuambia kwamba kuna wakati anayevuna na aliyepanda wanafurahi pamoja. So ni mapenzi ya Mungu aliyepigana akafanyika maskini ili wewe na mimi tufanyike matajiri. Kuna wakati anafikaga anataka atilie hayo mavuno. Kwa hivyo ni lazima akufungue ufahamu wako uelewe jinsi ya kusimama katika wakati wa mavuno, kwa sababu ni kusema ya kwamba kuna furaha unaweza zuilia Kristo afurahi. Haleluya. Kuna watu walikuja huku hata kabla hatujaweka kanisa huku. Kuna watu walimulilia Mungu wakasema huu mji utakuwa wa tofauti, watu wataokoka, watu watasimama. Haleluya. Na wacha nikwambie, hiyo ndio tamanio la moyo wa Bwana. Haleluya. Wale waliokuja wakapanda na machozi, wakikaa tu, hata wengine waliondoka duniani wakimuuliza Bwana, kazi tuliyoifanya Tumaini. Anawaambia nimetuma wavunaji pale, niliandaa wavunaji pale. Bwana atukuzwe. Haleluya. Naongea na watu ambao Bwana anataka wavune na wafurahi. Amen. Haleluya. Watu ambao Bwana anataka wavune na wafurahi na yeye afurahi. Sifike mahali utafurahi kwa sababu ya mavuno ambao Baba anaatilia kwa maisha yako. Siufike mahali ambako utasherehekea ushindi wa mavuno. Ni kweli kanisa tumepanda. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, katika huu mwezi wa victory, ninatangaza ya kwamba kuna watu watapata mavuno.
Haleluya. Maana mwenye aliyepanda atafurahia mavuno. Haleluya. Aliyepanda atafurahia mavuno, anayevuna atafurahi. Imagine ukienda hivi tu ukiangalia, tuangalie our sister alikuwa anaitwa Ruth. Bwana asifiwe. Imagine Ruth alikuwa anaenda kwa Naomi, wamerudi, wamesikia, wamerudi na Naomi, wamerudi kwao Bethlehem. Wanajua wameambiwa ya kwamba kwao Mungu amewakumbuka. Bwana atukuzwe. Mungu amekumbuka. Naomi aliambiwa sasa Mungu amekumbuka kwenu. Bwana asifiwe. Na watu wa kwenu wanavuna. Imagine, kwa sababu ilikuwa mpango wa Mungu. Haleluya. Mungu anampeleka Ruth na Naomi. Ruth alikataa kurudi kwa miungu yake, kwa watu wao, aende kwa sababu amesikia, ameshikanishwa na moyo wa Naomi. Na anajua wakati wa mavuno umefika kwa watu wao. Na anaenda, Ruth anaenda, Naomi anaenda, anamkocha, anamwambia fuata wale wanapovuna, enda ukichukua zenye zinabaki. Bwana asifiwe. Lakini hakumalizia pale, kwa sababu ulikuwa ni mlango wa Mungu na ni wakati wa mavuno. Haleluya. Ruth alimalizia kuwa mwenye shamba na mwenye mavuno yote. Akafurahi na Boazi akafurahi, aliyekuwa mwenye shamba. Hata wewe na mimi Bwana anataka tufurahi. Wewe na mimi tufurahi na yeye afurahi, ya kwamba nimewabariki wanangu, nimeona wakivuna. Si hawakukaa tu katika kupanda, hawakukaa tu katika hayo maeneo ya kwamba wamepanda na wameishi tu kugoja. Hawakuna siku wanafurahia wa mavuno yao. Leo ninatangaza kuna watu utafurahia mavuno. Haleluya. Aliyepanda ni baba yako. Wacha kuuliza haya mavuno yamekujaje. Wacha kuja kusema mimi sijui hii miujiza imekuja namna gani, sijui baraka hii imekuja namna gani. Ni baba yangu aliandaa. Haleluya. Wakati tutaelewa Kristo ni baba yetu, Kristo anatupenda na anataka kufurahi pamoja na sisi. Haleluya. Wakati Naomi alituma Ruth kwa Boaz na akamwambia vile atafanya. Wakati Boaz aliamuka akamwambia sio sheria kufanya vile unafanya, lakini kwa sababu inapendeza wewe ukifanya hivyo, tutafuata the whole process. Bwana atukuzwe. Si njia yote ifanyike. Process ambayo inayostahili kufanyika ili wewe uingie katika kuvuna kwako, si ifanyike leo. Si Roho Mtakatifu akupe speed ya kuingia katika kuvuna. Si Roho Mtakatifu akujenge, akuingize mahali hata wewe utasema hakika huyu ni Bwana anafanya. Hallelujah. Si huyu ni Bwana anafanya na nipatia mavuno. Wacha nikwambie, niko hapa kwa ule muda, niko hapa. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba Kingdom Revival katika Nyandarua County, katika Tumaini na Olkalau constituency, tunaingia katika mavuno. Hallelujah. Ninasema tunaingia katika mavuno. Tunaingia katika mavuno. Vitu ambazo tuling'ang'ana kuzipata. Wakati wa mavuno ni wakati wewe na mimi tufurahi. Yani unakuta tu muujiza unafanyika Gerard, mpaka unajiuliza haya, sikufikiria Mungu atakuja kupitia kwa maisha yangu kupitia hii njia, lakini Mungu amekuja kwa sababu Mungu anajua ni nini anafanya na maisha yako. Na leo ninatangaza kwa ufalme wake. Bwana atukuzwe. Kama nabii, kuna mtu leo anaingia. Hata kuna wengine wananitazama, lakini wanaingia katika mavuno. Nasema wanaingia katika mavuno. Katika jina la Yesu Kristo, wanaingia katika mavuno. Ndio Jehova. Wanaanza kuona mavuno yao. Leo ninakuandaa kwa sababu ya mavuno. Hallelujah. Ni mapenzi ya Bwana. Yesu alisema ya kwamba aliyepanda na anayevuna wote hufurahi. Hallelujah. Ninasema furaha yangu haitazuiliwa. Hallelujah. Furaha yangu haitazuiliwa. Yes Lord. Hallelujah. Basi tusome tu verse 8.
Niliwatuma mkavune mazao ambayo hamkupanda. Wengine walifanya kazi ngumu, nanyi mmevuna faida ya taabu yao. Haleluya. Amen. Nimewatuma, ametutuma tukavune. Hata leo anatutuma tukavune.